Nikianza kwa kujitambulisha, naitwa Evelyn Munisi, katibu mkuu wa NCCR Mageuzi. Asante kwanza kwa swali lako. Reforms, sisi NCCR ndio jina letu tangu NCCR inazaliwa, na itikadi yetu sisi ni utu. Kwa kuwa itikadi yetu ni utu, tuna misingi yetu ya utu. Tunaulinda utu wa Mtanzania na amani ya Mtanzania. Tunapodai reforms, sisi tunajua wapi kwa kudai, na tayari tulishaanza hiyo michakato, na zipo ambazo zimeshafanyika. Minimum reforms zimefanyika. Sisi tunakaa mezani, tunajadili, na kwa sasa tuna TCD, kwa sasa tuna mijadala ambayo ilikuwa inaendelea, na kama jamii inavyoona kuna ushirikishwaji wa vyama kwenye michakato yote inayohusiana na uchaguzi na hizi reforms. Kwa hiyo sisi kama NCCR kwenye reforms zile ambazo tayari zimeshafanywa michakato minimum, tumeona inatosha kuelekea katika uchaguzi, tukisubiri zile ambazo zinahitaji muda mrefu ambapo tuliahidiwa kwamba michakato yake itaanza baada ya uchaguzi. Kwa hiyo hatukuwa na sababu ya kutoshiriki uchaguzi, kwa sababu tunafahamu katiba tutakwenda kuipata baada ya uchaguzi na tutashirikishwa kwa asilimia zote. Kwa sisi kwenye kudai reforms, kama ulivyouliza ndugu mwandishi, sisi hatugombani. Itikadi yetu inatukataza ugomvi, na tukataza fujo, na tukataza ghasia na kejeli na mambo yote yale ya uvunjifu wa amani. Kwa tunadai kistaarabu, sisi tunafanya siasa za kistaarabu, siasa zetu ni za amani. Kwa hiyo hata wanaopenda mabadiliko yale ya kimchakato ambayo ni mabadiliko ya kweli, basi NCCR ndio mahali salama na sahihi pa kuja. Sawa, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Ulizungumzia kuhusiana na masuala mazima ya watu wanaonekana kama wamekata tamaa. Tafsiri yake ni kwamba wana majeraha pengine moyoni. Sasa hebu tuambie, majeraha haya yamesababishwa na nini na jinsi gani ambavyo wenyewe mnaweza mkayapona? Kwanza kabisa, kukata tamaa, watu wanakata tamaa kwa mengi kwenye uchaguzi. Ukiangalia chaguzi zilizopita, na kukata tamaa kunasababishwa na hayo majeraha, hapo mtu anaona bora niache nisishiriki tena uchaguzi. Na sababu kubwa ni uchaguzi kutofanyika kwa haki na kwa uhuru. Uchaguzi umekuwa hauko na uhuru na wala haki, tumekuwa tukiona haitendeki. Chaguzi ambazo nilishiriki, mimi nilishiriki 2020 jimbo la Kibamba. Naelewa mchakato ulivyokuwa. Na ukiangalia na uchaguzi za nyuma sasa kabla ya hapo, na hata huwa serikali za mitaa, tumekuwa tukiona watu wakitajwa wameshinda wakati si kweli. Tumekuwa tukiona mtu anapeleka jina kwa sababu tu maelekezo kutoka wapi. Lakini sanduku la kura ndio linaloamua, sio sauti kutoka juu, sio mapendekezo kutoka juu. Kinachoamua ni sanduku la kura. Sasa watu wanakata tamaa, tumemchagua fulani, tunaona kabisa kwa kura nyingi, wanahesabu pale, mawakala wapo, lakini mwisho wa siku mara wataingia askari, mara wataona tu, yani mambo yaeleweki, watu wanatawanywa bila sababu. Lakini kura zile zinatakiwa ziandikwe, maeneo mengine unakuta kura hazijaandikwa. Sasa hii inachosha, inaumiza. Watu wanaona hata tukimchagua atatangazwa mwingine. Lakini tushukuru Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetuahidi kwenda kubadilisha hilo, na tunaamini, tuna imani na tume yetu kwamba itakwenda kubadilisha hilo, halitakuwepo kwenye uchaguzi huu. Haki tutakwenda kuiona na uhuru tutauona. Hatutarajii kuona mapolisi na silaha zao kwenye vyumba vya kupigia kura. Hatutarajii kuona mapolisi wakituzungukia na kututawanya, yani kujaza watu hofu. Hatutarajii kuona kwenye uchaguzi huu mkuu, na taratibu tu zifanyike. Sawa, sasa nyie NCCR Mageuzi, mnaweza vipi kwenye kuhakikishia kwamba mnapoenda kushiriki uchaguzi na wananchi wakawachagua mkapata ridhaa hiyo, au wakati tunaelekea kwenye huu mchakato, jinsi gani ambavyo mnaweza mkayaponya hayo majeraha? NCCR kwanza kabisa, tukianza na sera yetu ya uzawa. Sera ya uzawa ukiweka pamoja na itikadi yetu ya utu, mambo yanakwenda vizuri sana. Kwenye utu hakuna kuumizana, hakuna kunyimana haki, hakuna kunyimana uhuru.
Kwa hiyo hilo niwahakikishie Watanzania, NCCR Mageuzi tumejipanga vizuri kuhakikisha mambo yanakwenda sawa na kuwapa vipaumbele wananchi wote. Tanzania kwanza. Sawa katibu. Tuzungumzie swala la wale ambao wangetamani kuweza kujiunga na chama. Ulizungumza kuhusiana na swala zima la vigezo au baadhi ya vitu ambavyo mnaviangalia, ikiwemo swala zima la mtu asiwe mbinafsi. Umeona nini au umejifunza kitu gani mpaka mkaamua kwamba hili ni eneo muhimu sana kuweza kuliweka na watu waweze kuzingatia? Kuna kitu gani ambacho kinaendelea kwenye masuala ya siasa juu ya masuala ya ubinafsi? Swala zima la ubinafsi sio kwenye siasa tu na sio Tanzania tu, na duniani kote hakuna anayependa ubinafsi. Kwenye siasa tunaona watu wakishapata zile nafasi wanawasahau wale waliowapigania, wanawasahau wapiga kura wao, wanajijali wao wenyewe na familia zao na matumbo yao. Zaidi sana atasimama labda na ilani za chama, lakini kuangalia hawa huku chini ambao walimbeba, ambao anawategemea tena kwenye uchaguzi ujao. Wengine hawajali hata chama pia. Wanasahau kama watakuja kurudi tena kuomba ridhaa kwenye chama. Kwa hiyo mtu mbinafsi haangalii yote hayo. Ambaye hana ubinafsi atajali chama kwanza, wanachama kwanza, Tanzania kwanza, jamii yangu kwanza, sio mimi kwanza. Sisi tunaishi kwa ajili ya wengine. Itikadi yetu ni utu. Tunawatanguliza wengine mbele. Tunatembea na ilani, tunatembea na sera zetu, lakini wanachama wetu kwanza, chama kwanza, Watanzania kwanza. Sasa katibu, wakati tunamalizia hapa, mwenyekiti wa tume ametangaza kuongezeka kwa majimbo mengine ya uchaguzi. Licha ya kwamba kila mtu amekuwa na maoni yake tofauti. Wengine wana comment kwamba huenda ukawa ni mpango wa kisiasa kwa ajili ya kuendelea kuongeza baadhi ya wagombea kutoka kwenye vyama au kwenye chama tawala. Comment kama hizi una uwezo ukaweka mtizamo gani? Mimi na kauli yangu, kwenye mambo yao kuna mambo yetu. Haiwezi yakawa yako peke yao. Kama huo ni mpango wao, basi na sisi tunapenya humo kwenye mpango wao. Binafsi tumefurahia kwamba hayo majimbo yaliyoongezwa na sisi tutapata, na tunaweza tukapata kuwazidi hao wanaojiita chama tawala. Tunaweza tukachukua yote NCCR Mageuzi. Sisi tumefurahia, wala hatuna maoni tofauti au kinyume au maoni mabaya. Tunafurahia kwa sababu tunakwenda kusimamisha wagombea wetu na watachukua tena kwa kishindo. Watapita, watashinda vizuri tu.